Ukimaliza kutuambia makosa ya mumeo, kwamba mumeo hakuwa hivi, amebadilika, alivyopata huyo mwanamke akaanza kukuonyesha dharau, wanaume ni mbwa, wanaume hawaridhiki. Yaani ukishamaliza kutuelezea vyote hivyo, turudi kwako wewe. Ulimfanyia nini mumeo mpaka akaja kuwa mtu wa namna hiyo? Kwa sababu mwanzoni kwenye maelezo ulishajifunga, umesema alishakuwa mtu mzuri. Mmeishi kwenye miaka 5 ya ndoa, alikuwa mtu mzuri tu. Kilichomfanya huku amekuja kubadilika na kuwa hivyo kama unavyomuelezea ni kitu gani? Kwa sababu wewe sio malaika. Sio kwamba wewe huwezi kumkosea mumeo. Sio kwamba wewe huwezi kuwa sababu ya mumeo kubadilika. Asilimia kubwa ya wanawake tunapenda kuwaelezea waume zetu kama mashetani mbele za watu, ikiwa ndani yetu tunajua sisi ndio tuliosababisha waume zetu kuwa hivi. Mbona hutuambii kwamba wewe hukuwa msikivu kwa mumeo? Mbona hutuambii kama mumeo alikuwa analalamika sana na wewe kwenye mambo fulani ukagoma kubadilika? Mbona hutuambii kwamba wewe ulikuwa unamnyima mumeo amani, bahati mbaya akaenda kuitafuta kwa mtu mwingine? Mbona hivyo vitu hutuambii? Unakaa unamuelezea mumeo ni kama mwanaume wako ni mtu ambaye hana akili timamu. Unajua kuna baadhi ya wanawake ukikaa ukiwasikiliza unashindwa, huyu mume wake ana akili timamu au mume wake ni mpungufu wa akili? Mimi sidhani kama kuna mwanaume anaweza kuanza tu kubadilika bila sababu akawa mtu wa tofauti. Na kwa sababu mwanzoni umeshamuelezea kwamba alikuwa mwanaume mzuri. Mwanaume mzuri huwa habadiliki bila sababu. Kuna sababu ambazo huwa zinapelekea mwanaume mzuri kubadilika. Mimi ninakubali wako wanaume ambao huwa wanabadilika bila sababu, lakini nitakwambia ni 1% pekee. 99% ya wanaume wanaojitambua hawawezi kubadilika bila sababu. Imebaki 1% ya wanaume ambao tunaweka kwenye kundi la wanaume wasiojitambua. Lakini 1% kubwa ya wanaume wao wanajua nini wanachokitaka. Mwanaume wako mimi sidhani kama alianza tu kuwa shetani mbele ya macho yako ikiwa wewe ulikuwa malaika kama unavyotuhadithia. Kwa sababu wewe umesema huna kosa lolote, huna changamoto yoyote, yeye aliamua tu, alichagua tu kuwa mbaya kwako. Sidhani kama mumeo anaweza kubadilika kuwa kitu cha ajabu bila sababu. Mnataka kuaminisha watu kwamba wanaume ni watu ambao akili zao hazijakamilika, ndio mnachotaka kusema. Wanaume ni watu ambao hawajitambui. Wanaume ambao ni watu wanahamahama, wanapenda ovyo ovyo, ndio mnavyotaka kutuambia. Baadhi ya wanawake mnasimulia madhaifu ya waume zenu, mnawaonyesha wanaume zenu ni watu wabaya, mnawaonyesha wanaume zenu ni kama shetani, wakati nyinyi ndio mnajua kwamba nyinyi ndio mko nyuma ya wanaume zenu kubadilika kuwa hivyo. Wewe unajua wazi, ulishawahi kufanya usaliti, mumeo akakukamata. Alikuambia kwa kipindi hicho amekusamehe, lakini tokea pale upendo wake ulianza kupungua taratibu taratibu mpaka leo amefikia kukudharau, amekushusha kabisa. Mwanaume atakudharauje wewe kama wewe ni malaika kama unavyotuhadithia? Mimi nawaambia ukweli. Kiukweli mtu anayeanzisha tatizo huwa haonekani, lakini yule anayemaliza mazungumzo yake ndio huwa yanatapakaa. Ndio huwa anasemwa huko nje kwamba huyu mtu alimgeuka mkewe, huyu mtu alifanya nini, lakini ndani hatujui. Kumbe yule mtu alishavumilia usaliti wa mkewe, hajawahi kumwambia mtu. Kumbe yule mwanaume alishawahi kufumania kabisa message mke wake ameenda kulala na mtu mwingine, akavumilia. Haya mambo kwenye maisha yapo. Ni vile mnataka watu tuwe tunawaongelea wanaume ni kama watu wabaya, wanaume ni kama mashetani, wanaume ni kama viumbe wasioeleweka, wanaume ni kama ni watu wanaobadilika bila sababu. Kwa nini mwanaume wako abadilike bila sababu? Kama wewe ni malaika kama unavyotuambia, ili kuweje mumeo akuonyeshe ushetani wewe malaika? Kwa sababu hakuna mwanaume ambaye ana akili timamu zilizokamilika ataanza tu kuonyesha dharau kwa mwanamke anayemheshimu. Ataanza tu kuonyesha dharau kwa mwanamke ambaye anampa amani. Ataanza tu kuonyesha dharau mwanamke ambaye ni mwanamke mzuri kwenye maisha yake. Sidhani kama kuna mwanaume mwenye akili timamu anaweza kubadilika kiasi hicho. Hebu tuambieni, mnapokaa kusimulia mabaya ya waume zenu, tuambieni na nyinyi mmefanya nini? Kwa nini mume wako amebadilika? Sema na mimi mwenyewe nilifanya 1, 2, 3. Mmoja kati ya watu ambao mimi huwa siwaamini sana kwenye maisha yangu ni mtu ambaye anapenda kuzungumzia mabaya ya mwenzie tu. Mbona ya kwako hausemi? Mbona wewe hausemi kwamba mimi nilikuwaga nina kiburi ndio mume wangu akabadilika? Mimi nilikuwaga simheshimu mume wangu, sasa huyu dada akajifanya na mheshimu ikawa hivi. Tujue kwamba tatizo ni wewe kutokumheshimu. Mbona hamtuambii hayo mambo? Maelezo mnayotupa ni kutufanya tuwaone wanaume zenu ndio watu wabaya zaidi hapa duniani. Mnatufanya tuwaone waume zenu ni viumbe wa ajabu. Mnatufanya tuwaone waume zenu ni watu wa ajabu kuwahi kutokea hapa duniani. Kwa nini hamtaki kufunua upande wenu na sisi tukaona na nyinyi ni watu wa namna gani? Mbona hamtuambii? Nyinyi watu ni wakatili.
Watu ambao mna ujasiri wa kukaa mkawazungumzia waume zenu kama mashetani kwa watu, huku nafsi zenu zikiwa zinajua wazi nyinyi ndiyo sababu ya kuwafikisha waume zenu hapo. Na pengine mwanaume wako alikuwa ni mtu anayejielezea mno, ilifika kipindi aka give up, akakata tamaa, kaona huyu mwanamke basi acha niendelee na mambo mengine. Mbona wewe hutuambii? Mbona hutuambii kama ulikuwa sababu ya mumeo kufikia hapo? Mbona husemi? Mbona unamuelezea mume wako ni kama ndio mtu mbaya zaidi hapa duniani? Ina maana wewe miaka 5 yote kwenye ndoa yenu hukuwahi kumkosea mumeo chochote. Miaka 10 yote ndani ya ndoa yenu hukuwahi kumkosea mumeo chochote. Mumeo tu ameamua kulala akaamka, kisha mpate mwanamke mwingine aanze kukudharau wewe, mama wa watoto wake. Mnataka kutuaminisha kwamba wanaume ni watu wenye tabia za namna gani? Ni watu ambao ina maana hawana akili timamu. Hawezi kuuwaza kwamba wewe ni mzazi mwenzie. Hawezi kujua kwamba mna watoto kwa pamoja. Kwa nini mwanaume akuonyeshe vitu wazi? Mimi nakwambia ukweli. Kama wewe ni mmojawapo wa wanawake ambao huwa unapata kigugumizi unaposikia stori za maisha ya ndoa ya mtu, nakwambia achana na huyo mtu. Sio mtu sahihi kwenye maisha yako. Mtu yeyote anayemuongelea mume wake kama shetani mbele ya macho yako, hakikisha anakwambia na ubaya wake. Asikae hapo akamhadithia tu mumewe ni kama ni kitu cha ajabu hapa duniani. Ni uongo. Akwambie na mimi nilifanya 1, 2, 3 mume wangu akabadilika. Hivi vitu vinakuwepo hadi kwenye video vya wanawake. Mwanamke mwingine akisema mimi mume wangu yuko hivi, wanakwambia subiri, muda utaongea. Huyu mwanaume atakuja kubadilika, huyu mwanaume atakuja kuwa hivi. Hao watu wanawaaminisha asilimia kubwa ya wanawake kuzichukia ndoa, ikiwa wao wanajua wao ndio walikuwa sababu ya kuwabadilisha waume zao. Wanaume leo hii wanaonekana ni mashetani kwa baadhi ya watu kwa sababu wake zao wanachagua kuwaelezea hivyo. Lakini hawasemi kama na sisi tuna udhaifu tuliwahi kufanya, kuna makosa tuliwahi kuwafanyia waume zetu. Hawasemi.